Baada ya uongozi wa Yanga kupeleka malalamiko yao kasi kwa kudai kwamba wanatakiwa pewe magoli 3 na alama 3 kutokana na ule mvutano wao wa dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa Machi 8 na mambo yakawa mengi, wakawa hawana imani na bodi ya ligi. Baadaye kasi walijibu na kueleza kwamba hawana mamlaka kuamua maamuzi ambayo hayajafanyika na hajafuata taratibu, lakini pia hawaoni kesi ya msingi. Of course, jopo la wanasheria wa Yanga wamekaa na kutoa taarifa rasmi kupitia ukurasa rasmi wa klabu hiyo. Taarifa rasmi kwa umma inasomeka hivi kutoka Yanga. Leo Mei 5, 2025, taarifa ya Yanga inasomeka hivi: uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025/A/11298. CAS imeielekeza Young Africans Sports Club kurudi kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjifu mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka zinazotenda dhulma. Aidha, uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 180 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjifu mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sports Club. Huo ndio msimamo wa Yanga kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Wewe unadhani nini kinatakiwa kifanyike mara baada ya Yanga kuamua maamuzi haya hapa? Hapa na TV Sports Update. Mimi ni Ramadhani Juma Mwilondo, producer wangu ni Edwin TZA.